kama afisa elimu taaluma wa wilaya yetu, tunapokuwa tunaelekea kufanya mitihani ya moko wilaya, moko mkoa na mitihani ya taifa, ninatoa wito kwa walimu wakuu wote, walimu viongozi, kuhakikisha tunasimamia yale ambayo tumejifunza ili kuleta mageuzi makubwa ya ufundishaji na ujifunzaji, ili tulete ufaulu wenye afya katika wilaya yetu. Kama viongozi, walimu wakuu wa shule za msingi, tunao wajibu wa kuimarisha maamuzi ya pamoja katika shule zetu, kuhimiza uwazi na uwajibikaji na kuwa na mawasiliano ambayo yanaweza kuleta tija katika staff. Mawasiliano na wazazi na jamii, walimu wenzetu na wanafunzi. Hali hii inaweza ikaleta afya katika utendaji wetu wa kazi. Lakini jambo la pili, kama viongozi, ni muhimu kuwa na motisha kwa walimu wetu, motisha kwa walimu, motisha kwa wanafunzi. Wazazi wanapofika katika maeneo yetu ya kazi, basi tuweze kuwapokea vizuri. Hali hii itawafanya waone kwamba shule na sisi wenyewe walimu kama viongozi tunawapokea vizuri na wanajisikia vizuri. Kwa mwalimu akiwa na changamoto, inakuwa ni rahisi sana kuweza kutufikia, na mzazi akiwa na changamoto, rahisi zaidi kutufikia, kwa sababu tunakuwa na namna fulani ya kuweza kuwamotisha. Hata tunaweza kufanya get together, hasa kwa walimu ambao wanafanya vizuri, wanafunzi wanaofanya vizuri. Tunaalika na ujumbe wa kamati ya shule, wanaona kile ambacho kiukweli kinafanyika katika shule zetu, na hii itafanya walimu, wazazi na wanafunzi waipende shule yao. Lakini liko jambo la kusimamia nidhamu na taratibu za kazi, haiba ya walimu, haiba ya wanafunzi, hali ambayo inatupatia kibali katika jamii tunayoishi. Simamieni taratibu za kazi, kusiwe na utoro wa wanafunzi, pasiwe na utoro wa walimu, lakini ushirikishwaji wa kamati ya shule pamoja na uongozi wa kijiji na kata, tuwashirikishe katika mambo yetu yote. Simamieni kwa bidii utendaji wa kazi ya ufundishaji na ujifunzaji. Hiyo ndiyo core business ya kazi yetu. Tunahitaji walimu wafanye kazi vizuri. Kila shule ina malengo ya ufaulu. Kwa hivyo natamani kila mwalimu mkuu ahakikishe kila mwalimu wake anafikia malengo ambayo tumejipangia na kusainishana mikataba. Rorya tulifikia nafasi ya pili kimkoa kwa ufaulu mkubwa, na tuna uwezo wa kurudi kwenye hiyo nafasi, lakini kwa kufanya vizuri zaidi kama tukiongeza commitment ya kufikia kwenye malengo tuliojiwekea kama shule, lakini kama wilaya. Jambo jingine ni kusimamia utendaji kazi wa pamoja, team working spirit. Kufanya kazi pamoja imewafanya wengi wamefika mbali, na hii endeleeni kuimarisha kupitia mafunzo ya MEWAKA, kuzungumza pamoja na kufanya kazi pamoja kwa kushirikiana. Mwalimu ambaye hawezi mada fulani awasiliane na mwalimu mwingine ambaye ana umahiri katika mada hiyo aweze kumsaidia, na hii inasimamiwa na mwalimu mkuu. Wewe ukiwa msimamizi mzuri, ukiunganisha staff, kazi itafanyika na ufaulu utaonekana shuleni. Lakini jambo jingine ni kuimarisha ufanyikaji wa tathmini. Tumewashauri na tunaendelea kuwaagiza kwamba kila Ijumaa jioni kuwe na kikao cha kufanya tathmini ya ufundishaji na ujifunzaji wa wiki. Katika muda huo, mwalimu wa taaluma atawasilisha utendaji wa kazi wa kila mwalimu, na mtaangalia wapi mmefaulu, wapi mmefeli kwa katika hiyo wiki. Mnapata taarifa ya maendeleo ya wanafunzi, darasa gani alikufanya vizuri, wanafunzi gani wagonjwa. Kwa hiyo mnashare taarifa mbalimbali ndani ya kile kikao ambacho mnafanya tathmini kwa siku ya Ijumaa jioni, na inawasaidia pia kupanga Jumatatu mnaanza kufanya nini. Hili likisimamiwa vizuri na ninyi walimu wakuu katika shule zetu, zitafanya kuweza kufanya kazi vizuri kwa kujua kwamba wiki iliyopita wapi palipwaya, basi tunafanya nini katika wiki inayoanza. Lakini la mwisho zaidi ni utoaji wa taarifa sahihi. Nimewasisitiza sana katika mafunzo haya kwamba, lakini pia katika maelekezo mbalimbali, kwamba kila mwalimu awe na daftari linaloonyesha trend ya ufaulu wa mwanafunzi kwa kila zoezi, kila mtihani, kila chochote kinachofanya, basi kunakuwa na trend ya yule mwalimu. Daftari linakuwa linaonyesha kwamba mwanafunzi huyo anafanyaje. Mfano, mwanafunzi
fulani. Zoezi la kwanza let's say amepata 30 ya 50. Zoezi la pili amepata 28 ya 50. Zoezi la tatu amepata 25 ya 50. Tafsiri yake hii inaonyesha kwamba mwanafunzi ana drop. Kwa hivyo inatakiwa kuchukua hatua za haraka za kumsaidia mtoto kwa sababu anashuka. Kwa hiyo ukiwa na daftari linaloonyesha maendeleo ya mwanafunzi kwa kila zoezi, kila jaribio, kila mtihani, litasaidia mwalimu kufanya tathmini, na taarifa ile italetwa kwenye kikao cha staff, na kwa pamoja tutajua kwamba maendeleo ya mwanafunzi, maendeleo ya somo, maendeleo ya darasa na shule kwa ujumla yanaendaje. Ndugu viongozi, kwa kuyafanya hayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi huu mwaka, tukawa na katika nafasi nzuri kimkoa na kitaifa.